nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari 1. Nambari 1. Katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha, Kennedy Danford Mpumilwa, amesema kuwa serikali imeendelea kutekeleza kwa vitendo maboresho makubwa katika sekta ya elimu wilayani humo kupitia ujenzi wa miundombinu mipya ya shule. Akizungumza katika mahojiano maalum na Mwenezi TV, Comrade Kennedy amesema miradi hiyo inajumuisha ujenzi wa madarasa mapya pamoja na ukarabati wa yale ya zamani, hatua inayolenga kupunguza msongamano wa wanafunzi na kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Ameongeza kuwa serikali pia imeweka mkazo katika ujenzi wa ukarabati wa vyoo shuleni, jambo ambalo limekuwa likichangia kwa kiasi kikubwa kuboresha afya na ustawi wa wanafunzi. Katika hatua nyingine, kiongozi huyo amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake katika kuimarisha sekta ya elimu nchini, akieleza kuwa maboresho yanayoendelea ni matokeo ya uongozi wake thabiti. Pia amesema chini ya uongozi wa Rais Samia ambaye ni mwenyekiti wa CCM Taifa, kumekuwa na ongezeko la uwekezaji katika sekta ya elimu. Tangu Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, wilaya yetu ya Meru tumebahatika kuwa na shule za sekondari nyingi sana. Kwa mfano, na shule ya sekondari ya Madila iliyopo katika kata ya Selasini, ambayo kwa sasa imekuwa ni shule ya mfano, imejengwa kwa milioni zaidi ya milioni 900, ambayo imechukua watoto zaidi ya watoto 400 wako pale, ambao sasa hivi wamekwisha anza toka mwaka jana, na ni shule nzuri ya kisasa kabisa, ina kila kitu. Lakini ukija kwenye kata ya Usariva, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya ukarabati wa shule kongwe kabisa inaitwa Liganga Primary School, lakini pia juu yake kuna Liganga B ambao wanaita Mlimani Primary School, kafanya ukarabati. Zamani shule hiyo ilikuwa na watoto wengi, lakini video yake haikuwa vizuri. Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kukarabati madarasa ya kisasa na kuhakikisha kwamba watoto wanaotoka katika kata ya Usariva basi hawapati shida. Kwa hiyo inachukua zaidi ya watoto 1500 kwa sasa kwenye hizo shule zote mbili kuhakikisha kwamba wananchi wa wilaya ya Meru na viunga vyake na kata ya Usariva basi hawapati shida kwenye swala la elimu. Lakini ndani ya kata ya Usariva pia kuna shule moja maarufu inaitwa Chemchem ambayo imetengenezwa kushirikiana na wadau, imechukua zaidi ya milioni 900. Ni shule ukiangalia ni kama English medium lakini ya primary, ili kuepusha watoto ambao walikuwa wanatoka mbali, kwa mfano walikuwa wanatoka Maji ya Chai wanakuja mpaka Usariva. Kwa hiyo wanapata faida kufaidika na ile shule ambayo iko katikati ya Momela. Hapo hujapanda Momela junction kuelekea kama Ngurudoto, pembeni kabisa kuna shule ya kisasa hapo inaitwa Chemchem. Kwa hiyo unaona tu kwa kata ya Maji ya Chai, kwa kata ya Usariva peke yake, Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa kwenye swala la elimu. Lakini pia Lake Tatu amekarabati shule ya sekondari Lake Tatu, madarasa 3 mazuri, watoto pale wameingia darasani bila shida yote, katika visima vya maji, natengeneza miundombinu ya vyoo na kadhalika. Lakini ukija kwenye Embaseni, Mheshimiwa Suluhu ina shule 3. Kumbuka zamani kulikuwa shule moja tu ya sekondari, sasa hivi ziko 3. Kuna shule ya Embaseni yenyewe secondary school na shule zingine ziko pale za kisasa ambazo pindi ya Januari kwa watoto kwenda shule. Kwa hiyo unakuta kwamba jirani Meru imepata bahati sana kwenye swala la elimu kupitia Daktari Samia Suluhu. Lakini kibali zaidi ukana tuna shule yetu ya mfano kabisa ambayo inafanya vizuri sana kitaifa, inaitwa Kisimiri School kwenye mitihani yetu ya taifa ya form 6. Kwa hiyo pia imekarabatiwa, ina miundombinu mizuri ambayo inaweza kusaidia katika utekelezaji kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata elimu bila shida yoyote. Kwa hiyo unaona kabisa jinsi gani sekta ya elimu Daktari Samia Suluhu Hassan amejitahidi sana katika wilaya yetu ya Meru. Hata hivyo, amewataka wananchi wilaya ya Meru kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali kwa kushiriki kikamilifu katika kulinda na kutunza miradi hiyo ili iweze kudumu na kuwanufaisha vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa wananchi wa wilaya ya Meru tunampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana Januari hatukupata shida. Nilijaribu kupita kwenye kaya mbalimbali kuona miaka ya nyuma wazazi walikuwa wanahangaika kupeleka watoto shule, wanahangaika michango ya shuleni. Lakini kupitia sera ya kwake ya kusema kwamba elimu bure kuanzia shule ya msingi mpaka form 6 na kuanzia vyuo vya kati wapate mikopo hadi chuo kikuu, imesaidia sana wananchi. Sasa ile fedha ambayo walikuwa wameandaa kwa ajili ya
kwa ajili ya kulipa ada, wanataka kwenye kilimo, lakini watoto wameenda shuleni bila shida yote. Lakini kumbuka kwamba mama alikuwa ameshaandaa mazingira mazuri, kwa hakuna ile michango, si dawati, si na nini, hapana. Mtoto mzazi kamnulia mtoto uniform, kamnulia madaftari, kampeleka shule. Lakini pia wanataka kufanya wao sasa ni kuiombea nchi yetu upendo, amani, mshikamano, na kumwombea Mheshimiwa Rais maisha marefu yenye busara na hekima kuendelea kuiongoza nchi yetu. Lakini pia na wao wenyewe wajitoe katika kusaidia kuhakikisha kwamba tunahamasisha watoto kwenda shule, tunahamasisha wananchi wenyewe kuamka kwenye mfumo wa elimu, kupeleka watoto shule, kwa sababu serikali haiwezi kufuata mtoto nyumbani. Kwa hiyo kama na mtoto wapelekwe shule. Tumeona sasa kwamba tuna vyuo vingine na shule zingine za mahitaji maalum. Kwa hiyo badala ya wazazi kuwaficha watoto nyumbani wenye mahitaji maalum na dilema na kadhalika, wawapeleke shule wapate elimu. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania wote, lakini pia na wananchi wa wilaya ya Meru, tumpe ushirikiano Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyofanya kwenye sekta ya elimu kwa wilaya yetu ya Meru. Lakini pia wakati huo na sisi tuendelee kuiombea nchi yetu, tuendelee kuwa na amani. Nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari 1. Nambari 1.